Jambo na karibu katika taarifa yetu ya habari za mchana wa leo, ikiwa ni tarehe 8 mwezi wa 8 mwaka 2026. Ikiwa itakuwa ni mara yako ya kwanza kufuatilia habari kupitia Congo Post News, hakikisha unajiabone na comment vile vile unapartage ile habari ndio kufikia walio wengi. Karibu katika taarifa yetu ya habari za mchana, ambapo utapata kujua nini kinachoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, vile vile pembe zote za dunia. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji, karibu. Tuendelee na habari za vita vinavyoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako hali ya usalama katika maeneo ya nyanda za juu za Fizi mkoani Kivu Kusini mashariki mwa DRC inaendelea kuwa mbaya baada ya mapigano makali kuzuka kati ya makundi yenye uhusiano na muungano wa waasi unaoongozwa na M23 AFC. Kwa mujibu wa mamlaka za kiutawala katika eneo la Fizi, mapigano hayo yameanza kuripotiwa tangu tarehe 6 mwezi wa 8 mwaka 2026, yakihusisha wapiganaji wa Twirwaneho Red Tabara na wanajeshi wa Rwanda RDF ambao wanadaiwa kuungwa mkono na M23. Mapigano hayo yameripotiwa katika vijiji vya Kawele, Masha na Kabingu, maeneo yaliyo karibu na Minembwe katika groupment ya Bashimunya Kaside kwenye sekta ya Lulenge. Kwa mujibu wa msimamizi wa eneo la Fizi Kalonji Sami, chanzo kikuu cha mgogoro huo kinahusishwa na kile kinachoelezwa kuwa ni mzozo wa kugawanya mali zilizoporwa wakati wa operation ya kijeshi zilizofanyika katika maeneo ya Point Zero, Sanfeko na Kimete. Mamlaka hizo zimesema pande zote zinazopigana zinabishania mali mbalimbali ikiwemo ngombe, mbuzi, dhahabu pamoja na mbao ya aina ya miti mwekundu zinazopatikana katika maeneo ya milima ya Mitumba. Sami Kalonji anadai kuwa sehemu ya rasilimali hizo zinasafirishwa kuelekea Rwanda. Amesema kutokuwepo kwa makubaliano kuhusu mgawanyo wa mali hizo kumeongeza mvutano kati ya wapiganaji wa Twirwaneho Red Tabara na wanajeshi wa RDF wanaodaiwa kuwa katika eneo hilo. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani, wapiganaji wa Twirwaneho Red Tabara wanafahamu vizuri zaidi mazingira kijiografia ya nyanda za juu za Fizi na wanatajwa kuwa mstari mbele katika mapigano. Hali hiyo, kwa mujibu wa taarifa hizi, imeongeza mvutano kuhusu namna rasilimali zinazopatikana wakati wa operation zinavyopaswa kugawanywa. Vyanzo vya kitabibu pia vimeripoti kuwepo kwa waathirika kadhaa wa mapigano, hasa katika upande wa M23. Hata hivyo, hadi sasa hakuna takwimu huru na zilizothibitishwa zinazoweza kutoa idadi kamili ya waliouawa wala kujeruhiwa. Ni muhimu kusisitiza kwamba taarifa hizi zinatolewa na mamlaka za eneo la Fizi na zimeungwa mkono na baadhi ya vyanzo vya kiraia na vya ndani, lakini havijaweza kuthibitishwa kwa kujitegemea. Pia hakuna majibu rasmi yaliyopatikana kutoka kwa M23, Twirwaneho Red Tabara au serikali ya Rwanda wakati wa kutolewa kwa taarifa hizi. Wakati mapigano hayo yakiripotiwa kati ya makundi yanayotajwa kuwa sehemu ya upande mmoja wa kijeshi, mamlaka ya Fizi imesema hali katika baadhi ya maeneo mengine ya mstari mbele bado iko chini ya udhibiti. Kwa mujibu wa msimamizi huyo, jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC linaendelea kushikilia nafasi zake katika maeneo ya Rugezi, Kimete na Point Zero, ambako hali imetajwa kuwa tulivu kwa kiasi. Kwa ujumla, mapigano haya yanaonyesha jinsi mgawanyiko na ushindani wa rasilimali inavyoweza kuongeza mvutano kati ya makundi yanayodaiwa kuwa washirika katika mzozo huu wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hata hivyo, ukweli kamili kuhusu chanzo cha mapigano, idadi ya waathirika na udhibiti wa maeneo hayo bado unahitaji uthibitisho zaidi kutoka kwa vyanzo uhuru. Tuendelee na habari kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako wakazi wa kijiji cha Balindu kilichopo katika groupment ya Kisimba wilaya Walikale mkoani Kivu Kaskazini wanaendelea kuishi katika hofu na wasiwasi kufuatia kukamatwa kwa viongozi wawili wa eneo hilo na waasi wa muungano wa M23. Kwa mujibu wa vyanzo mbalimbali vya ndani, viongozi hao ni Mulindwa Sumaili Mumbiri ambaye ni mtawala wa zamani wa kijiji cha Balindu, pamoja na Tito Boniface, kiongozi wa jamii anayeheshimika katika eneo hilo. Wawili hao walikamatwa siku ya Jumanne tarehe 4 mwezi wa 8 mwaka 2026 na kwa sasa
sasa wanadaiwa kuzuiliwa katika eneo la Iula. Waasi wa M23 wanawatuhumu viongozi hao kuwa na uhusiano au na ushirikiano na wapiganaji wa Wazalendo wanaopigana kwa kushirikiana na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC. Hata hivyo, hadi sasa hakuna ushahidi uliowekwa hadharani ukithibitisha madai hayo, wala viongozi hao hawajapata nafasi ya kujitetea mbele ya umma. Vyanzo vya eneo hilo vinaeleza kuwa familia za viongozi hao hazijaruhusiwa kuwatembelea tangu alipokamatwa. Hali hiyo imeongeza hofu kuhusu mazingira wanayoshikiliwa pamoja na afya zao, huku ndugu na jamaa wakikosa taarifa rasmi kuhusu hali zao. Tukio hili limetokea wakati ambako usalama katika vijiji vya groupment ya Kisimba vinaendelea kuzorota kutokana na mapigano ya mara kwa mara kati ya makundi yenye silaha. Wakazi wanasema maisha yao yamejaa hofu, huku viongozi wa kimila, viongozi wa kijamii na watu wengine wenye ushawishi wakikabiliwa na tuhuma za kushirikiana na wanajeshi wa FARDC na pia na wapiganaji wa Wazalendo. Kwa mujibu wa wananchi wa eneo hilo, watu wengi waliowahi kukamatwa kwa tuhuma kama hizo hawakuwahi kurejea tena katika vijiji vyao, jambo linaloongeza hofu kwamba viongozi waliokamatwa wanaweza kukumbwa na hali kama hiyo ikiwa hatua za kisheria na za kibinadamu hazitachukuliwa kwa haraka. Mashirika kutetea haki za kibinadamu yamekuwa yakisisitiza mara kwa mara umuhimu wa kuheshimu haki za watu waliokamatwa, ikiwemo haki ya kuwasiliana na familia zao, kupata huduma za afya na kufikishwa mbele ya vyombo vinavyohusika kwa mujibu wa sheria. Kwa sasa hakuna taarifa rasmi kutoka kwa M23 kuhusu hatima ya viongozi au wawili, huku wakazi wa Balindu wakiendelea kusubiri kwa wasiwasi maendeleo ya tukio hili. Kukamatwa kwa viongozi wa jamii katika mazingira ya mzozo wa kivita unazidi kuongeza hofu miongoni mwa raia wa Walikale. Wakati mapigano yakiendelea katika maeneo mbalimbali ya Kivu Kaskazini, wananchi wanaendelea kuwa waathirika wakuu wa hali ya ukosefu wa usalama, huku wito ukiendelea kutolewa kwa pande zote zinazohusika kuheshimu haki za raia na kuhakikisha ulinzi wa viongozi wa kijamii pamoja na wananchi wote kwa ujumla. Tuendelee na habari za mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako mzozo wa mashariki mwa DRC unaendelea kuibua changamoto katika sekta ya elimu baada ya muungano wa AFC M23, Twirwaneho na Red Tabara kutangaza hatua mpya kuhusu uendeshaji wa taasisi za elimu juu ya vyuo vikuu katika maeneo yaliyo chini ya udhibiti wake. Kwa mujibu wa taarifa iliyosambaa kuhusu hali hiyo, baada ya kufunga mwaka wa masomo katika maeneo hayo, viongozi wa muungano huo walienda Rwanda kabla ya kutangaza uteuzi wa kamati mpya za uongozi wa baadhi ya taasisi za elimu juu ya vyuo vikuu. Hatua hiyo imezua mjadala mkubwa kuhusu mustakabali wa mfumo wa elimu katika maeneo yaliyodhibitiwa na M23, hasa kwa wanafunzi wanaokaribia kumaliza masomo yao. Swala la kwanza linaulizwa ni mamlaka gani itakayotoa diploma kwa wanafunzi waliomaliza masomo yao katika maeneo hayo. Kwa kawaida diploma za vyuo vikuu nchini DRC hutolewa chini ya mfumo rasmi wa kitaifa, lakini pale ambako taasisi iko katika eneo ambalo haliko chini ya udhibiti wa serikali ya Kinshasa, swala la uhalali na utambuzi wa diploma hizo inaweza kuwa changamoto kwa wanafunzi wanaohitaji kuendelea na masomo, kutafuta ajira au kufanya kazi katika taasisi rasmi. Swali lingine linalohusu ada zinazolipwa na wanafunzi. Taarifa hiyo inauliza kuhusu fedha zinazotokana na kile kinachoitwa quotite, ambazo kwa mujibu wa maelekezo ya kitaalamu zinapaswa kuelekezwa kwa mamlaka za Kinshasa. Hoja inayojitokeza ni kutaka kujua fedha hizo kwa sasa zinakusanywa na nani, zinatunzwa wapi na zinatumika kwa shughuli gani. Pia kuna swali kuhusu ada za uthibitishaji wa vyeti vya wahitimu, yani fedha zinazolipwa wakati wa kuhalalisha au kuthibitisha diploma. Hapa pia kuna wasiwasi kuhusu mamlaka zinazokusanya fedha hizo katika maeneo yaliyo nje ya udhibiti wa moja kwa moja wa serikali kuu ya Kinshasa. Lakini miongoni mwa masuala yanayogusa moja kwa moja sekta ya afya ni hatma ya madaktari wanaomaliza masomo yao. Iwapo wanafunzi wa udaktari anamaliza mtaala wake katika eneo linalodhibitiwa na mamlaka tofauti na serikali kuu, anahitaji kujua ni chombo gani kitakachotambua mafunzo yake, kuthibitisha diploma yake na kumruhusu kuendelea na hatua zinazohitajika ili kufanya kazi kama
udaktari kwa mujibu wa sheria za kitaifa. Hivyo swala hili si la vyuo vikuu pekee, bali linaweza kugusa maisha ya maelfu ya wanafunzi na wataalamu wanaotegemea mfumo moja kwa moja mfumo mmoja wa taifa wa elimu. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa katika eneo la Mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanaweza kuliona tukio hili kama sehemu ya mchakato mpana wa kuunda mifumo ya utawala katika maeneo ambayo hayako chini ya udhibiti wa Kinshasa. Hata hivyo, madai kuhusu uteuzi wa kamati, usimamizi wa ada na hatima ya diploma yanahitaji kuthibitishwa kupitia nyaraka rasmi za mamlaka husika kabla ya kufikia hitimisho la mwisho. Kwa sasa swali kubwa linalobaki ni ili je, hatua hizi ni mpango wa muda ya kusimamia huduma za umma katika maeneo yaliyo chini ya udhibiti wa waasi au ni dalili za kuanzishwa kwa mfumo miwili tofauti ya utawala ndani ya taifa moja? Hilo ndilo linalofanya swala la elimu kuwa sehemu muhimu ya mjadala kuhusu mustakabali wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na umoja wa nchi hiyo. Tuendelee na habari zinavyoendelea nchini DRC. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea kusisitiza kuwa pamoja na changamoto zinazoendelea katika mashariki mwa nchi, jeshi la taifa FARDC bado lina dhamira ya kulinda mipaka na kuzuia kusonga mbele kwa makundi ya waasi yanayoungwa mkono na Rwanda, kwa mujibu wa msimamo wa serikali ya Kinshasa. Katika tathmini yake kuhusu hali ya usalama, mtaalamu wa masuala ya usalama wa ukanda wa maziwa makuu na mtimu wa chuo cha mafunzo cha juu cha ulinzi na usalama amesema kuwa muungano wa waasi wa Twirwaneho Red Tabara na M23 unajaribu kutumia mbinu ya kivita vya kisaikolojia ili kuadhiri morali ya wanajeshi wa FARDC. Kwa mujibu wa mtaalamu huyo, waasi wanataka kuonyesha kana kwamba wana uwezo mkubwa wa kufuatilia na kudhibiti mienendo ya jeshi la Kongo pamoja na kupata taarifa zake za ndani. Lengo la mbinu hiyo, amesema, ni kuwafanya wanajeshi wananchi kupoteza imani katika uwezo wa jeshi lao. Hata hivyo, amekiri kuwa bado kuna uwezekano wa kuwepo kwa baadhi ya watu wanaoweza kuvunja taarifa zinazohatarisha ulinzi wa taifa, lakini amesisitiza kuwa hali hiyo haiwezi kufuta dhamira, uzalendo na kujitolea kwa wanajeshi wa FARDC ambao kwa mujibu wake wanaendelea kupambana usiku na mchana ili kuzuia kile kinachoelezwa kuwa ni uchokozi wa Rwanda. Mtaalamu huyo ameongeza kuwa pamoja na juhudi za jeshi la FARDC linaendelea kupata uungwaji mkono kutoka kwa wananchi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, anaamini kuwa ingawa baadhi ya mapambano yanaweza kupotezwa kutokana na mazingira ya vita, ushindi wa mwisho utategemea uwezo wa jeshi na mshikamano wa wananchi. Kauli hiyo inakuja wakati vita kati ya FARDC na muungano wa M23 Twirwaneho Red Tabara vinaendelea kushuhudia mapigano katika maeneo mbalimbali ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku kila upande ukiendelea kutumia taarifa na matamko kama sehemu ya mkakati wa kuongeza ushawishi na kuimarisha morali ya wapiganaji wake. Kwa upande wa wachambuzi wa masuala ya usalama, wanasisitiza kuwa katika mazingira ya vita, taarifa zinazosambazwa na pande zinazoasimiana zinapaswa kuchunguzwa kwa makini, kwani mara nyingi hutumiwa kama silaha ya kisaikolojia pamoja na mapigano ya moja kwa moja. Huo ndio ulikuwa mtasari wa taarifa hii. Mapambano yanaendelea huku kila upande ukijaribu kuimarisha nafasi yake kijeshi, kisaikolojia. Wananchi wanashauriwa kufuatilia taarifa kutoka vyanzo vya kuaminika na kusubiri uthibitisho na madai yanayotolewa na pande zote zinazohusika. Baada ya kusikiliza matangazo yetu ya habari kutoka sehemu mbalimbali nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mpendwa msikilizaji na mtazamaji, basi acha nikuunge moja kwa moja na habari za kimataifa ili upate kujua nini kinachoendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na pembe zote za dunia. Karibu. Majaji wawili kutoka Uganda na Namibia ni miongoni mwa makamishna 6 watakaochunguza waliohusika na makosa ya jinai na ukiukwaji wa sheria uliotokea kabla, wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Tanzania wa Oktoba 29 mwaka uliopita 2025. Rais Samia Suluhu Hassan amezindua rasmi tume hiyo hii leo na kuipa miezi 5 kukamilisha kazi yake. Majaji wa nje walioteuliwa ni Petra Stilinge Damaseb wa Namibia na Cheborion Barishaki wa Uganda. Damaseb ni naibu jaji mkuu wa mahakama ya juu ya Namibia. Barishaki ni jaji wa mahakama ya rufaa ya Uganda ambayo pia hufanya kazi kama mahakama ya kikatiba ya Uganda na pia ni jaji wa haki ya Afrika Mashariki.
Kuundwa kwa tume hiyo kunatekeleza moja ya mapendekezo ya tume ya uchunguzi iliyoongozwa na Jaji Mkuu mstaafu Mohamed Chande Othman iliyowasilisha ripoti yake kwa rais mwezi Aprili. Wakati hayo yakijiri, vyama viwili vya upinzani nchini Namibia vimepinga uteuzi wa naibu jaji mkuu wa nchi hiyo Petrus Damaseb kuwa mmoja wa makamishna wa tume ya rais ya uchunguzi nchini Tanzania. Vyama vya Affirmative Repositioning na Independent Patriots for Change vinasema uteuzi huo unaweza kuibua maswali kuhusu uhuru wa mahakama ya Namibia, vikimtaka jaji huyo akatae uteuzi huo. Wakati akizindua tume hiyo, Rais Samia amewataka Watanzania kushirikiana na makamishna ili waweze kutekeleza majukumu yao bila vikwazo. Natambua uzito wa jukumu hili, lakini kwa kuanzia tume imepewa muda wa miezi 5 kutekeleza majukumu yake na kuwasilisha ripoti rasmi. Sasa kama kutakuwa na ombi la kuongezwa muda, tutaangalia baadaye tuongeze muda ili wafanye kazi yao kwa upeo mpana. Tumeamua kuwashirikisha wenzetu ili kupata muono mpana, na kwamba tume hii inakwenda kuingia kwa undani zaidi kutafuta nani hasa waliochochea, waliohusika, waliotoa fedha ili mambo yale yatokee ndani ya nchi yetu. Maandalizi ya tume kuanza kazi yamekamilika, kwa hiyo tupo tayari. Na Mheshimiwa Rais umetoa siku 150 kwa ajili ya tume kukamilisha kazi hii, takriban miezi 5. Kwa hiyo baada ya kupitia adidu rejea, tumejiridhisha kwamba muda huu unaweza ukatosha kwa ajili ya kazi hii. Je, tume hii ina nguvu gani kisheria? Muda mfupi uliopita nimemuuliza swali hilo mwanasheria Maduhu William kutoka shirika la kutetea haki za kibinadamu nchini Tanzania LHRC. Mandate na mamlaka ya tume hii ya pili ya uchunguzi inaanzia wapi na inakwenda kuishia wapi? Na ukizingatia kwamba terms of reference hazikuwepo hadharani na rais leo kwamba tume hii inakwenda kutekeleza wajibu gani. Kwa hiyo unapata shida wanasema mawanda ya mamlaka ya tume hii, kwa maana inaanzia wapi na kwenda kuishia wapi. Tume hii ina nguvu gani kisheria na mapendekezo yake yatakuwa na nguvu gani kutumika kisheria? Na jaribu kuona kwamba tume hii itakwenda kukumbana na changamoto, kwa maana ya changamoto ya mandate ya namna ya majukumu yake yanaanzia wapi na kushapo, kuzingatia kwamba tayari Tanzania inazo mamlaka za kisheria na katiba kama vile ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka DPP, tunaye DCI ambaye kabisa alikuwa anatosha kupewa ripoti ile ya Mheshimiwa Chande na Mheshimiwa Rais na kuagizwa akafanya upelelezi na uchunguzi wa kijinai dhidi ya watu ambao ripoti ya Mheshimiwa Chande maybe ilikuwa imewajaribu moja kwa moja kuhusisha. Lakini swala la msingi ni kwamba je, baada ya kwa hoja wao ambao itakutana nao, je, maswali ambayo watakuwa wamejibu mbele ya tume yatakwenda kutumika kama ushahidi mahakamani au la? Na kimsingi ni kwamba kanuni hiyo inakataa, kwa sababu watakachokijibu mbele ya tume hakiwezi kwenda kwa ushahidi mbele ya mahakama watapofikishwa mbele hapo. Kuna hiyo changamoto ya kisheria hapo. Sasa ushirikishwaji wa majaji kutoka Uganda na Namibia, je, umekidhi mahitaji au masharti ya upinzani ambao walitaka wahusika wa kutoka nje ya nchi wawe ili kuongeza uhuru na uwazi wa tume yenyewe? Wadau wengi wanahoji uhuru, uwezo na uhalali wa wawakilishi hawa kutoka Uganda na Namibia, kwa maana kwamba huenda wasiwe na uhuru huo kulinganisha na kama tungechukua kutoka Kenya, South Africa, Uganda. Kwa hiyo rais ametekeleza kwa kiasi fulani takwa la wadau, lakini hoja imekuwa ni kwamba wanatoka nchi ambazo nazo zina matatizo kama ya kwetu. Kwa hiyo ule uhuru wa majaji hayo kufanya kazi kwa independence na ule na ripoti ambayo ni kubalifu kwa watu wote, kidogo inazoa maswali mengi miongoni mwa wadau. Na unapozungumzia hilo, tayari makundi ya kijamii nchini Namibia kwenyewe yamemtaka jaji wa nchi hiyo kukataa uteuzi wa Rais Samia. Je, hili limetia dosari tume hii? Rais amesema anaizindua rasmi, itakwenda kufanya kazi kwa miezi 5, lakini hakutuambia mawanda yake inaishia wapi na kuanzia wapi. Kwa hiyo hatua hiyo inaashiria tu kwamba tayari ukubalifu wa tume yenyewe mbele ya makundi yote, kwa maana ya Tanzania, jumuiya ya kimataifa na nchi zingine ambazo hawa hakisha wanatoka, hatua yao kuanza kuquestion kwa tayari inazoa maswali kwamba tume hii imeanza kupata mikinzano tayari miongoni mwa wadau hata kabla ya kuanza kufanya kazi. Lakini jambo la pili kwamba hata muda ambao imepewa, unaona kwamba imepewa muda wa miezi 5, mimi kwa maoni yangu naona ni muda mwingi mno, kwa sababu tayari msingi Mheshimiwa Chande alishauweka. Je, sheria inamlinda vipi mwananchi atakayefika mbele kupeana ushahidi wake? Mahojiano yake hatakuwa ya hadharani, yatakuwa ni ya faragha, na hivyo watakwenda kuwalinda wananchi ambao wamekuwa wakitekeleza kazi hiyo, na ni imani kwamba yale ambayo yanakwenda kuzungumzwa mle yatakuwa ni kati ya mashahidi
Lakini jambo la pili ni kwamba mapendekezo ambayo tume itakuja nayo itasema nini? Itasema wasamehewe, nchi iende mbele, au itasema peleka mahakamani wakashughulikiwa huko? Tusubiri tume itakapowasilisha ripoti kwa rais itakuja na maoni gani, lakini naamini kwamba maongezi kati ya tume na mashahidi yatakuwa ni kati yake na wahusika pekee. Ripoti hii itaweza kutumika kama ushahidi katika mahakama za kikanda au labda mahakama za kimataifa kama vile ICC au mahakama ya Afrika Mashariki EACJ? Tume hii sio tume ya kipolisi, sio tume ya kichunguzi kama ya kimahakama. Ingekuwa ni tume kama labda ya kimahakama au ni polisi au ni DCI au DPP, na kwamba mahojiano yao yanakuwa ni mahojiano rasmi ya kimahakama na hautakachokisema pale inakwenda kuwa sehemu ya ushahidi wa mahakamani. Lakini mbele ya tume hii haina hiyo legal status, kwa hiyo naamini kwamba itakazozungumzwa pale hata kwa sehemu ya ushahidi mahakamani, kwa sababu yalikuwa ni maoni mbele ya tume na yako kwa mujibu wa viapo ambao watu wataviapa. Polisi nchini Thailand wanasema mwanafunzi mwenye umri wa miaka 14 amewaua watu 7 kaskazini mwa mji wa Bangkok katika tukio la ufyatuaji risasi. Kijana huyo alimuua babu na bibi yake nyumbani kwao kabla ya kuelekea katika shule ambapo alishambulia walimu. Watu wengine zaidi ya 30 walijeruhiwa na 7 kati yao wako katika hali mbaya. Polisi wanasema kijana huyo alitumia bastola kufyatua risasi 26 katika shambulizi hilo kabla ya kujipiga risasi. Picha hizi ni za kutoka darasa ambalo tukio la ufyatuaji risasi lilitokea. Wanafunzi walitoka shuleni kwa wingi huku majeruhi wakiingizwa kwenye magari ya kubeba wagonjwa. Ripoti zinasema kuwa wazazi wa kijana huyo walikuwa wametengana na alikuwa akiishi na babu na bibi yake. Bunduki aliyoitumia kutekeleza kitendo hicho ilikuwa imesajiliwa katika jina la babu yake. Hili ni tukio la pili la ufyatuaji risasi katika shule nchini Thailand mwaka huu tu, na linazua tena maswali kuhusu umiliki wa silaha kama anavyoeleza mwandishi wa BBC Jonathan Head. Polisi wako ndani wakijaribu kubaini kilichotokea hasa. Tunachojua ni kwamba muda mfupi baada ya saa 4 asubuhi milio ya risasi ilisikika. Walimu walianza kuharakisha kuwatoa wanafunzi wote madarasani na kuwapeleka mahala salama. Mwanafunzi mmoja alituambia kuwa alimuona mpiga risasi huyo ambaye ni mwanafunzi wa shule hii mwenye umri wa miaka 14 akitoka darasa moja kwenda nyingine huku akifyatua risasi ndani. Anasema alimuona mwalimu wake akipigwa risasi na mshukiwa huyo kabla ya kufanikiwa kutoka nje akiwa na marafiki zake. Watu kadhaa walitibiwa hapa katika eneo la tukio na wahudumu wa dharura kabla ya kupelekwa hospitalini. Kwa sasa nia ya mpiga risasi huyo haijulikani, lakini tukio hili linafuatia visa vingine vya ufyatuliaji risasi shuleni nchini Thailand, ikiwemo kimoja kilichotokea mwezi Februari kusini mwa nchi, jambo ambalo limeibua maswali mazito kuhusu urahisi wa kupata bunduki nchini humo. Kisheria unahitaji kuwa na kibali. Hata hivyo, kiuhalisia bunduki nyingi zinamilikiwa kinyume cha sheria, na swala kubwa linalopaswa kujibiwa ni jinsi gani mtu mwenye umri mdogo kiasi hicho alivyoweza kupata silaha hatari kama hiyo. Na ni hapo ndipo tunapohitimisha matangazo yetu ya habari za mchana wa leo, ikiwa ni tarehe 8 mwezi wa 8 mwaka 2026. Basi tukutane katika taarifa yetu ya habari za jioni ili mtapata kujua nini kinachoendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, vile vile pembe zote za dunia. Asante, chao.